Sasa watu ambao hawapendi mila zetu, ukisoma vipeperushu vyao watasema kuna ubaguzi wa kijinsia kwa Wamasai. Wananchi wale wako ndani ya maji, na uliniambia neno kumoja tu ambalo nimelibeba. Jambo hili sio dogo kama unavyolifikiri Mheshimiwa Mbunge. Katika wilaya yetu 80% ya wananchi, shughuli kubwa ya kiuchumi ni ufugaji. Oldonyo Media, habari karibu nawe. Hapa ni kijiji cha Lemoti, kata Lemoti, wilayani Monduli. Leo hii tunashuhudia sherehe kubwa iliyoandaliwa na mwekezaji wa mifugo ambaye pia ni mwenyekiti wa kijiji cha Lemoti, Mheshimiwa Isaya Ole Mbekure. Sherehe ya kimila ya kuchinja dume la rika, tukio lililowakutanisha mamia ya wananchi pamoja na wageni mbalimbali kutoka ndani na nje ya wilaya ya Monduli. Sherehe hiyo ya siku mbili ya tarehe 7 na tarehe 8, tarehe 7 imekuwa sehemu ya maadhimisho ya shughuli za kimila zinazolenga kuendeleza mila na desturi za jamii ya Kimaasai, huku ikitoa fursa kwa wananchi kushuhudia urithi wa utamaduni unaoendelea kuhifadhiwa kizazi hadi kizazi. Mgeni rasmi katika hafla hiyo ni Waziri wa Mifugo Mheshimiwa Bashiri Ali, ambaye alimpongeza Isaya Ole Mbekure kwa juhudi zake za kuunganisha utamaduni na maendeleo ya kisasa ya ufugaji. Waziri huyo alisema hatua hiyo ni mfano mzuri unaopaswa kuigwa na wafugaji wengine nchini kwa kuwa inasaidia kuhifadhi mila za jamii sambamba na kukuza uchumi kupitia sekta ya mifugo. Kwa upande wake, mkuu wa wilaya ya Monduli Gloriana Kimati alisema mafanikio ya Ole Mbekure yana mchango mkubwa katika maendeleo ya wilaya ya Monduli, huku mbunge wa jimbo la Monduli Mheshimiwa Isaac Kadogo pamoja na mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Monduli Mheshimiwa Kisoki Lengoje Mwitiko wakieleza kuwa juhudi hizo zinaonyesha namna ambavyo uwekezaji katika mifugo unaweza kuwa chachu wa maendeleo ya kijamii na kiuchumi. Mbali na shughuli za kimila, sherehe hiyo pia iliambatana na maonesho ya mifugo na maeneo ya malisho maarufu ranch, ambapo wananchi walipata fursa ya kujifunza mbinu mbalimbali ya kisasa za ufugaji, ikiwemo utunzaji bora wa mifugo, lishe sahihi na matumizi ya teknolojia katika kuongeza tija ya uzalishaji. Tukio hilo limeonyesha umuhimu wa kuendeleza utamaduni wa Kimaasai, huku likihamasisha jamii kutumia maarifa ya kisasa katika kuboresha sekta ya mifugo ambayo ni muhimili muhimu wa uchumi kwa wananchi wengi wa Monduli na maeneo ya jirani. Hii ni sehemu ya kwanza ya tarehe 7 ya taarifa hii maalum. Katika sehemu ya pili ambayo ni tarehe 8, tutakuletea matukio yaliyoendelea siku ya pili ya sherehe hiyo, ikiwemo shughuli za kuwaingiza vijana jando na wageni mbalimbali waliohudhuria hafla hiyo ya kihistoria. Hii ni Oldonyo Media, habari karibu nawe. Kupitia jukwaa hili na wapongezeni sana kwa kumzaa jasiri ambaye ametoa mchango mkubwa katika uongozi wake. Naomba mlinde heshima hiyo kwa kufanya mambo mema na kujishughulisha na mambo ya maendeleo. Nimejifunza mambo mawili na nayarudia hapa kuhusu mila na utamaduni wa Wamasai na kwa mazoezi tuliyokuwa tunayafanya. Maana hatua kwa hatua. Kwanza, yani ratiba yenu ni ya ufanisi, tukio kwa tukio, hatua kwa hatua, bila kupoteza muda. Nidhamu ya muda. Ndugu zangu wa Tanzania, tuna tatizo la nidhamu ya muda. Watu wako maofisini wanasoma vimessage, akisha saini, baadhi yao, si wote, hatulii kwenye eneo lake. Lakini tangu tumefika, ratiba nzima, iwe ya kukagua mifugo na miundombinu yake, iwe ya shughuli za kimila, nidhamu ya muda ni jambo ambalo nimewavulia kofia. Na hakuna anayekaa pembeni kutengeneza kikao kingine. Ni usikivu. Mikutano mingine mwenyekiti au mwenyeji atapata tabu sana kutuliza watu. Njooni nyie mlioko huko. Tulieni huko. Lakini hapa vijana, akina mama, watu wazima,
nidhamu. Hili ni funzo kubwa, ni funzo kubwa sana. La pili, eneo la usawa wa akina mama. Nimeona nguvu ya akina mama kwenye jamii ya Kimasai. Yaani wanaume mmeloa kwa mahaba, na mahaba ya kweli, lakini akina mama pamoja na hao wana nidhamu ya kuwaheshimu waume zao. Nimeona michakato iko hatua ya kukata nyama, ya kuimba, na mimi nimeshasema mahala pengine, hata katika uzalishaji nguvu ya mama ni kubwa. Sasa watu ambao hawapendi mila zetu, ukisoma vipeperushu vyao watasema kuna ubaguzi wa kijinsia kwa Wamasai. Hao wajinga inabidi wajifunze. Mifugo, tembo. Mheshimiwa Daktari Bashiru Ali Kakurwa, Waziri wa Mifugo na Uvuvi. Mheshimiwa Katibu wa CCM Wilaya ya Monduli, ndugu yetu Rukia Mbasha. Mheshimiwa Mbunge wa Jimbo la Monduli almaarufu Kadogo. Nitambue uwepo wa Mheshimiwa Mwenyekiti wa Halmashauri akiambatana na waheshimiwa madiwani wote, viongozi wote wa chama na serikali, ndugu wananchi, itifaki imezingatiwa. Kazi na utu. Awali ya yote, nichukue nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema aliyetupa afya njema na kibali cha kufika leo hii katika tarafa hii ya Kisongo, kata ya Lemoti, kijiji cha Lemoti. Mheshimiwa Waziri, nikukaribishe tena katika kijiji hichi cha Lemoti. Kijiji hichi kiko salama na wananchi wanaendelea na shughuli zao za kiuchumi, hususani shughuli za mifugo. Mheshimiwa Waziri, kabla sijakukaribisha, mimi kama kiongozi kijana niseme tu nimejifunza kwa vitendo. Tumekuwa tukija mara kadhaa katika vijiji vyetu vya wilaya ya Monduli, lakini niseme katika shughuli tunazofanya ikiwemo kukagua miradi ya maendeleo yanayotokana na fedha zinazoletwa na serikali yetu, lakini pamoja na wadau, jambo nililojifunza ni kufika site. Tumekuwa tukifanya mikutano kwenye serikali za vijiji na maeneo mengine, lakini leo hii wewe ni mwalimu mwema na nitafuata nyayo zako kwa kuwafata wafugaji site. Lakini niseme tu Mheshimiwa Waziri, wananchi hawa mimi wamenizoea. Nimekuwa nikija mara kadhaa katika vijiji hivi ikiwemo kijiji hichi cha Lemoti. Hata kama tungeongea mpaka asubuhi, wananchi hawa wanatamani kukusikiliza wewe tu. Itoshe kusema hii isiwe mwisho kuja katika wilaya yetu ya Monduli. Tunakukaribisha tena hata kwenye kata zingine. Kama tulivyokuambia kwenye taarifa yetu, katika wilaya yetu 80% ya wananchi shughuli kubwa ya kiuchumi ni ufugaji. Hivyo huu ni mwanzo mzuri. Hawa unaowaona ni wananchi wa kijiji kimoja tu cha Lemoti. Nichukue nafasi hii sasa kwa heshima kubwa na unyenyekevu kukukaribisha ili uweze kutoa salamu na maelekezo, na mimi kama msimamizi mkuu wa shughuli za serikali ngazi ya wilaya. Ndugu wananchi, ninaye furaha sana leo kuwa Lemoti na kuwa na mtu muhimu kwenye jamii yetu ya Maa, hususan waziri wa mifugo na uvuvi. Nataka niseme kidogo tu. Nilipokuwa namuomba Mheshimiwa Waziri angalau si afanye ziara, atembee Monduli, haangalie Monduli ikoje, akaniambia, Mheshimiwa Mbunge, niko tayari, panga
kwenda mimi bado mkutano. Hii ni manyunyi tu Mheshimiwa Waziri. Siku utakaposema unakuja kwenye mkutano ndio utajua natosha kwenye kiti au sitoshi. Na naamini kwa wananchi hawa unajua kabisa natosha na chenchi inabaki. Mheshimiwa Waziri, wananchi hawa wa Monduli ni wafugaji. Na nataka niwaeleze wananchi hawa wa Monduli nini tumeanza kufanya ndani ya miezi 6 hii tangu serikali ya awamu ya 6 ya Mama Samia iapishwe na kushika madaraka ya nchi hii. La kwanza, nilipokwenda tu nilisimama na kipekee na waomba wote wana Monduli kwa upande wote tumshukuru sana Mheshimiwa Waziri wa Ardhi, Mheshimiwa Waziri wa Mifugo kwa jinsi alivyonisaidia mimi kama mbunge wa jimbo kuhakikisha eneo lile la malisho na mafunzo ya kijeshi linaendelea kuheshimika kuwa ni eneo la kijeshi na mafunzo na malisho ya mifugo. Hiyo itoshe tu kwamba Mheshimiwa Waziri, nakushukuru pale ulipomsimamisha Waziri wa Ulinzi na kumwambia eneo lile ambalo ni la mazoezi, tambua kwamba ni eneo la mazoezi ya kijeshi na malisho ya mifugo. Mheshimiwa Waziri, nakushukuru sana 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 kwa kuniunganisha mimi na Waziri wa Ulinzi. Kwa hiyo siku ya kwanza hiyo. Lakini la pili, Mheshimiwa Waziri, tulipokuwa tunapitisha bajeti ya Wizara ya Ardhi, nilisimama nikasema tuna maeneo mengi Monduli ambayo yameudhiwa na baadhi ya watu wenye kujiita wawekezaji, wamejificha kwenye kichaka hicho. Nikasema shamba la Brown lililoko Lemoti, kijiji cha Ordonyo, ambayo zaidi ya eka 1400 ambazo ni cha kijiji cha Lemoti cha Ordonyo kimeudhiwa na mwekezaji. Lakini namshukuru Mungu na leo natembea kifua mbele kwamba serikali ya Mama Samia imeshatuma wataalamu na wataalamu wameshakuja ili kuainisha eneo ambalo ni la wananchi ili irudi kwa wananchi. Mheshimiwa Waziri, utakapopata fursa ya kumuona Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mwambie sisi wana Monduli kwa la kuwatuma tu wataalamu kuja kujiridhisha. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais. Lakini sio hilo tu. Mheshimiwa Waziri, umepita. Jana ulikuwa Makuyuni, ulikuwa Mtoambu, umeona hali halisi ya pale Jangwani. Wananchi wale wako ndani ya maji. Na uliniambia neno kumoja tu ambalo nimelibeba. Jambo hili sio dogo kama unavyolifikiri Mheshimiwa Mbunge. Jambo hili ni kubwa na utahakikisha unanisaidia kuhakikisha wataalamu wanakuja kuangalia uharibifu wa wananchi wale wa kule Jangwani na wananchi wale wa Migungani ambao wamechukuliwa na maji. Nini kinafanywa na serikali ili kuokoa situation ile ya wananchi? Mheshimiwa Waziri, niendelee kukaribisha Monduli, lakini leo mahususi kukaribisha katika kijiji hiki cha Lemoti, katika kata ya Lemoti. Nikupongeze sana kwa ziara yako tangu jana. Umeendelea kutupa heshima wana Monduli, umeendelea kutupa matumaini katika ziara yako hii, na leo nikuambie Mheshimiwa Waziri, umefika ile mahali wazungu wanasema last mile. Kama pia kuna mwisho mahali wafugaji wapo katika wilaya yetu wa Monduli, hapa Lemoti ndio mwisho wake. Ukiendelea mbele unaenda Tarangire. Kwa maana yake kwamba ziara yako imeendelea kufufua matumaini makubwa kwa wafugaji hao wote ambao wanaiangalia wizara yako kwa kesho yao. Hapa waimbaji wetu wameimba na kinachoimbwa ni kesho. Na hakuna kesho ya Wamasai bila mifugo. Na hakuna mifugo bila kuwa na malisho, hakuna mifugo bila kuwa na dawa za kutibu magonjwa ya mifugo. Kwa hiyo tumaini kubwa liko ndani yako wafugaji hao. Sasa idara hii ya mifugo ambayo sio lazima mtu aende kupata PhD afanye ufugaji wa kisasa. Mimi niseme tu kwa ndugu yetu Ole Mbekure ambaye ni mwenyeji wetu, mwenyekiti wa kijiji hiki. Huyu jamaa amefanya kazi ambaye ni sawasawa na mtu mwenye PhD ya mifugo katika nchi yetu. Mimi nikuombe tu Mheshimiwa Waziri, kama kuna namna ya kutunuku wafugaji bora katika nchi yetu ya Tanzania, na huyu Isa Ole Mbekure yuko miongoni, na apewe tuzo kwa kazi kubwa anaendelea kufanya kutuonyesha kwamba mifugo kufuga kisasa inawezekana. Kwa hiyo bila kupoteza muda, mimi nikushukuru na matumaini makubwa. Hao watu wanakuamini, wanakufahamu na wanakupenda. Asante sana na Mungu awabariki.
tunakutegemea sana Mheshimiwa Waziri. Buruga mashini na mana amana gosolongi osungo yara jerbabe kangara maya wojiriga apologi nyakire kangase besiri remana iyo irangara maraba yo